Na daraja zinaanza zikiwa na umri mdogo. Ukiwa na umri mdogo, anza kutafuta daraja, utaipata mpaka utakuwa katika sehemu iliyokuwa ni ya juu. Tembelea wema ili uweze kuyapata mema, lakini ukiwa mchoyo wa kuwatembelea wema, basi mema huwezi kuyapata. Ukiwa mchoyo wa kuwafata wema, ima kwa maneno yao, ima kwa vitabu vyao, ima kwa adhkari zao, ima kwa mafundisho yao, huwezi kupata chochote. Utakapowapenda wema, kaa chini kwenye adhkari walizozifanya, kaa chini katika uradi walioufanya, kaa chini katika visomo walivyovifanya, basi utasogea na utakuwa mfano katika wao, kisha utafika katika ile daraja ya wema waliotajwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha mafundisho yaliyokuwa mazuri, na mafundisho hayo tukiyashika tutakuwa mbali. Aliposema lau anfaka ahadukum mithla dhahaba uhdin, lau katika nyie mkatoa mali zenu, mali hizo zikawa thamani ya dhahabu hizo zikawa ni sawa na mlima wa Uhdi, hamwezi kufikia nusu ya sahaba wake. Angalia, milima ya Uhdi ni mikubwa. Huku tunaweza kukatoa mifano, labda hii milima yote ukiunganisha, kwa sababu milima ya Uhdi inakwenda karibu kilomita 9 na kitu, na ni mikubwa milima ile. Sasa Mtume anatufundisha, anasema sallallahu alaihi wasallama, yoyote katika nyie atakayetaka afanane na sahaba wangu, akatoa dhahabu zikawa zenye kufanana na milima hiyo, hawezi kufikia nusu yake. Katika sisi nani anamiliki dhahabu kama mlima huu tu mdogo, ukawa unamiliki dhahabu kisha ukazitoa? Yaonyesha daraja ya waliokuwa naye maswahaba radhiallahu anhum. Miongoni mwa wema waliotangulia, walifika Madina wakakaa miaka 10 hawakuvaa viatu. Miaka 10 hawakuvaa viatu. Kwa sababu gani? Huenda akaweka mguu mahali Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka, huenda akakaa mahali Mtume alipokaa, anatafuta daraja tu. Someni baadhi ya visa, hata katika baadhi ya vitabu ameandika Imam Shafi'i rahimahullah. Muhammad bin Idris Shafi'i alipofika Madina, alikaa kwenye kaburi la Imam Malik siku 40. Anatoka pale anakwenda kuswali Masjid Nabawi, anarudi pale siku 40, anatafuta daraja. Na mengi katika hayo, hatuwezi kusema mengi, yatoshe katika hayo. Yoyote anayetaka daraja, basi tafuta wakubwa upate daraja. Na ili daraja yako iwe kubwa, basi tathmini au weka thamani ya daraja kubwa lolote unalolijua. Nenda kaangalie wa China wanavyolitengeneza, wanatanguliza nini, wanapangaje, wana winchi za aina gani, wanafanya nini. Utakuta daraja linajengwa miaka 2, lingine miaka 3, daraja tu miaka 3. Si basi tujenge siku 3 tu liachi, magari yote yatakuwa yanapata ajali. Sawa Kwa sababu wewe unataka daraja, basi ijenge muda mrefu. Ndio maana utaona Qur'an imeteremshwa miaka 23, miaka 13 katika mji wa Makka na miaka 10 katika mji wa Madina, ikilea nafsi za watu. Watu wanakunywa pombe na Qur'an imeteremka, na wanaendelea kuswali na Qur'an imeteremka, na pombe wanakunywa. Ya ayyuhalladhina amanu la takrabus salata wa antum sukara. Watu wakawa wanakunywa pombe na Qur'ani inashuka, wakawa wakienda kuswali, ikikaribia wakati wa swala wanaacha, kwa sababu aya inawataka ikikaribia swala waache pombe kisha wakaswali. Kwa hiyo ikifika swala ya Isha wanakunywa, ikikaribia fajiri wanaacha. Imani haikuthibiti. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya alfajiri anaijiwa na maswahaba,
baada ya sahaba mmoja kunywa pombe haikuisha kichwani, akaenda akaswalisha swala ya alfajiri, akaswalisha na kuli ya ayuhal kafirun, suratul kafirun, akasoma kuli ya ayuhal kafirun, akaendelea kuzichanganya zile aya, wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma, wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma abud. Sasa akachanganya. Maswahaba wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, swala yetu imeswihi. Kwa sababu gani unauliza? Aliyotuswalisha kachanganya kwa pombe iliyokuwa imebaki kichwani. Basi kwa nini usitafute kwa Mwenyezi Mungu? Maswahaba miongoni mwao Omar bin al-Khattab akiwaambia, basi huenda ikawa kuna wahai, kama tunakatazwa tukatazwe. Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan fajtanibuh. Malezi, wanalelewa watu wawe na daraja ya juu, na sisi ili tuipate daraja ya juu lazima tuwe wapole. Sawa, leo utakutana na kijana ana ukorofi kwa baadhi ya afali za lugha anazofahamu. Utakutana na kijana amevaa kitu cha ajabu. Kama kule Arusha sasa hivi mtihani, pikipiki zile zimefungwa sijui nini, kila mmoja ina mlio tofauti na nyingine, anakwaza mji mzima. Kijana dhaifu tu, huyo pikipiki kimwangusha anakaa hospitali miezi mitatu. Lazima tuwe wapole na tujaribu kukaa na watu kwa wema. Wallahi, mnapoweza kukaa katika daraja za wema mtapata mema. Mtakapokuwa wabishi, basi hamuwezi kupata chochote. Ikiwa wewe unahisi wewe una ibada sana, basi ukakutana na mtu hana ibada sana, jishushe. Nilikuwa namwambia ndugu yangu, sasa hivi mimi basi nilitakiwa niwe na uwezo wa kufanya chochote, kwa sababu naweza nikasafiri nchi nzima nikasimamishwa na nikamuomba yule polisi akaniachia nikaenda. Kwa hiyo ilikuwa ina uwezo wa kukimbia kwenye 50 nikakimbia na 100 na 60. Lakini nimekuwa muoga sasa. Nikifika kwenye 50 napunguza, nafuata ile 50. Sheria inanitaka. Lakini nina uwezo mimi wa kwenda kwenye ile kibao cha 50 na yule polisi nikamtaja mimi ni fulani na asinizuie. Lakini haifai. Lazima uwe mpole, lazima uangalie daraja unayoitaka ni daraja gani. Kwa heshima iliyokuwa kubwa, kwa kuwepo Sheikh Uthman ni katika mashehe wanaotulea na ni mashehe waliokabidhiwa na taadhima kutoka makao makuu, kuwepo kwa kaka yetu Sheikh Muhammad na kuwepo Sheikh Kisisi. Hawa wote ni heshima kwao kutoka makao makuu ya Zaharau. Pale nyuma ya lile bati mnaloliona pana bweni pale, na nyie ndio wafariji wa ardhi hii. Kesho mkiondoka hatuna tunachopata. Wameomba hawa ndugu zangu wanafunzi sisi wa Sheikh Maulid tuchangie kidogo pale, na mkiridhia mlete pesa tuwape mashekhe wazungumze. Hamtaki pia nakaa, lakini nimewafikishia kuna mbao zinahitajika na kuna bati zinahitajika. Sidhani kama kuna mtu hataki kuchangia. Ambaye hataki kuchangia anyooshe mkono juu. Mashallah, Sheikh amenitangulia kwa shilingi 50,000. Jureji, barakallahu fik.
na anayetaka asimame alete, kwa sababu ya kuchangia harakati ili tusicheleweshe muda. Nilijua huyu bwana atanitaja Sheikh Muhammad. Wallahi ukitajwa kwenye khairi jambo la kushukuru. Lakini mlinzi wangu mkubwa Sheikh Uthman. Sheikh Uthman unaweza kukataa hilo? Kwa sababu mimi huyu bwana kufahamiana naye ni mitatu. Hilo ndio silsila nayo. Na yeye ananipenda. Lakini kule kwenu ananileta tunaenda kuzuru mashekhe wakubwa. Sitaki kuwasumbua nyinyi kwa sababu nakubwa, lakini nimefika mwezi wa 7 tuko naye. Lakini yeye ameniambia kwamba toe milioni 1. Sheikh Muhammad, naomba usimame sababu mvi zinanisababisha nikusimamishe. Huyu bwana ni kijana wenu, lakini na sisi tumempokea katika kata ya Kalamba au sehemu ya Baura mpaka kwetu kule. Kwa hiyo mlichompa tunashukuru na sisi tunacho kwa heshima yake. Sababu si mtu akupenda kusema sema au kuombaomba, lakini ijaza zikachukua kwa kuna Sheikh Uthman. Sasa mimi bahati mbaya nilishakuwa mzee na mimi nilikuwa nataka utoto kama huu nipate, lakini si upati. Lakini leo nikisimamisha kwenye hadhara kubwa kama hizi na kina Alhaji Njuki nasema alhamdulillah. Mimi hapa Shenjuki nimesimamishwa tu kwa kusema nitoe tu taadhima, lakini sina kitu kwamba labda hii milioni nitaipata kwa niaba yako. Na mimi sikataa Sheikh Muhammad. Takbir. Mimi siwezi kuikataa. Japo huyu bwana kaja na gari, Sheikh Uthman, mimi nakuja na bodaboda. Sasa lakini umeniambia nitoe milioni 1, basi inshallah utakapofikia. Huyu bwana yeye amesema mimi nitamsindikiza milioni 1 kwenye bati. Kwa hiyo nyinyi mtafute nini? Leo Sheikh Uthman, huyu bwana nampenda na ni shekhe wangu. Leo asubuhi nimemwambia, umemaliza ile deni ulikuwa umeahidi? Kwa sababu watu wanamtafsiri vibaya. Mimi lazima niseme ukweli. Anasema tu hatekelezi, lakini wallahi leo la kwanza mbele ya huyu bwana, umemaliza deni la madrasa. Tulipoambiwa basi tumekwenda, akasema sidaiwi. Tumswalia Mtume. Unajua vitu vingine lazima tuviweke wazi. Kwa nini umekuja hapa? Mimi natangaza kusema nimekuja na bodaboda kwa ajili ya nini? Sheikh Sisa wallahi kanipigia simu, kaniambia shughuli yako lini? Sisi tuna hofu kualika nyinyi. Lakini huyu shekhe anataka nini kwangu? Kwani pilau kule Tanga hakuna? Anatafuta nini Baura kule? Wallahi kanipigia simu. Mimi nikamwambia Sheikh Muhammad, hili jukumu lako sio mimi. Mashaallah. Sasa huyu hata ukimpa milioni itamsaidia nini? Lakini anatoka Tanga anakwenda kwenye hadhara. Hadhara hizi tumeachiwa. Huyu bwana asubuhi akaambia nitakuchangia shughuli. Samahani kidogo narefusha jambo. Mimi nikamwambia usinichangie kwa sababu baba yangu kasema usiombe. Hizi hadhara huyu Muhammad simama, sijakwambia ukae. Kwa nini? Kwa nini amesema ichangiwe? Sio jambo lake lile. Ile sio jambo, nyumba yake ile. Hajasema tuchange. Lakini tumesema kwamba tuchangie madrasa, tuchangie msikiti. Sheikh Maulid kaacha. Na yeye ataacha. Na sisi tutaviacha. Ndivyo vyetu sisi. Ndio maana yake, ndivyo vyetu sisi. Kwa nini hizo? Kwa ndio vyetu sisi. Lakini hii ile nyumba sio yake, hii sio yake. Watu wameanza kujifunza, wametapakaa dunia nzima. Dar es Salaam nafahamiana na vijana wametoka hapo Sheikh Maulid, mimi nimemwona siku hii. Tumswalia Mtume. Lakini wamekuwa marafiki zangu, wamekuwa mahibu zangu. Lakini nasema kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, sikutaka kutamka na sipendi ria, na Mwenyezi Mungu anahifadhi. Hii milioni nitaipata kwa njia zenu nyinyi, kwa kubuli zenu. Hapa nilipo sina pengine, lakini inawezekana niseme uongo, lakini pengine ninayo, lakini Mwenyezi Mungu aniarifisha zaidi. Kwa sababu nikisema uongo naweza kuja kwa njia ngumu, lakini nimechaguliwa pengine kwa kuwa nacho. Kwa hiyo mimi samahani nimekusimamisha. Sheikh naomba usimame kidogo. Mimi leo mimi sikujui, lakini nimearifishwa leo. Wallahi, kwa hiyo nimekupenda sana. Na mimi nialike kule kwenu. Hizi ndio silsila za huyo mzee aliotoka, basi na mimi naopenda. Mimi nimekuja kuwapenda tu.
lakini sikutegemea. Lakini leo tulisema tusichangishe, si ndio bwana? Wallahi, lakini mapenzi yenu. Sababu kwa hiyo unamalizia bahati mimi milioni, sio? Nisinikawa mimi masuhulu juu yako wewe. Bahati wewe umekubali milioni? Ndio. Basi. Kwa hiyo kwa njia ya bahati, umeelewa baba? Hii Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Mtuombea dua ili tusipate ria na mahasidi huko mbele. Nilikuwa namsikiliza makini kabisa. Na uzuri Alhaji ana malori, zile Baura Trans zote zake. Kwa hiyo kwa sababu lori haliwezi kupanda huku mlimani, ndio maana kaja na bodaboda. Lakini mimi gari yangu inaweza kupanda, ndio maana nimekuja naye. Siwezi kusema hadhara hii hakuna wa kushindana na mimi. Sisemi hicho kitu. Lakini mimi nitatoa milioni 1 na rafiki yangu atatoa milioni 1, tutatoa milioni 2 hapa. Sasa hivi. Kwa sababu Muhammad akila tunamjua, hawezi kula. Asante. Wa kwetu, Muhammad wa kwetu. Huyu tumekabidhiwa na baba yake. Sawa jamani? Tunampa yeye, mimi natoa milioni 1 na ndugu yangu atatoa milioni 1, tutampa milioni 2. Isaidie darasa pale. Na bado tutaliangalia. Sawa jamani? Lakini kubwa pia, Mwenyezi Mungu amewapa baraka. Mwenyezi Mungu amewapa baraka. Hiji tena nakisema mbele ya hadhara na sifichi. Leo nimemlipia tiketi ya hija Muhammad. Leo nimemtolea tiketi ya hija leo. Milioni 16 na laki 6. Tumwombe Mungu, na ni mahujaji watarajiwa, na alhamdulillah tutakwenda naye.